Sky TV. Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Mamlaka za maji zaombwa kulinda vyanzo vya maji, wanafunzi Mbeya wapata maji shuleni. Na katika michezo na burudani, Waziri Makonda ashiriki Kilimanjaro Marathon. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu, ambapo Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa mamlaka zinazohusika pamoja na Watanzania kwa ujumla kuweka kipaumbele katika utunzaji na ulinzi wa vyanzo vya maji ili kuwezesha kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Makamu wa Rais ametoa wito huo alipomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya kilele cha wiki ya maji kwa mwaka 2026 na siku ya maji duniani iliyofanyika katika viwanja vya Mkwawa mkoani Morogoro leo tarehe 22 Machi 2026. Ni tamaa ya kila Mtanzania kuona kwamba mpango huu wa gridi ya maji ya taifa unafanikiwa, kwa sababu kufanikiwa kwake ndiko kuondokana na tatizo la maji katika nchi yetu. Lakini vile vile tunawashajihisha ndugu zetu wa Wizara ya Maji kuhakikisha kwamba ufungaji wa mita katika maeneo mbalimbali kwenye matumizi ya maji yetu unafanikiwa, ili kwanza kuepusha upotevu wa maji, lakini kufanya pia watu wanaotumia maji wawajibike kwa matumizi ya maji walionayo. Lakini ni muhimu vile vile kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kukuza sekta ya maji. Tusiendelee kutegemea chanzo cha aina moja katika kukuza sekta ya maji. Lazima tuwe na vyanzo vingi, vyanzo mbadala. Mamlaka ya maji Tanga yametoa mfano wa kuigwa sana. Yameweza kutuonyesha kwamba unaweza ukaanzisha mchakato wa bondi ya maji na kitu alichokifanya hakijafanyika mahala popote pengine. Ni dhahiri kwamba kama tunataka kujifunza, tunajifunza kwenye Mamlaka ya maji Tanga ambayo iko chini ya Wizara ya Maji, ili tuendelee kusogea mbele na kufanikiwa. Lakini ni muhimu pia kuimarisha huduma za usafi wa mazingira. Kila Mtanzania ajione ana wajibu wa mfumo wa mazingira yetu. Mamlaka za maji zijione zina wajibu. Tuna habari za mifumo ya maji taka, tuna habari za mtiririko wa maji ya mvua yanayokwenda bila utaratibu. Huu utaratibu wa kujenga mabwawa ya kuzuia maji yote unatuelekeza huko, lakini mfumo wa maji taka na salama lazima ufanyiwe kazi vizuri zaidi, ili huko tunako kwenda tusije tukaja tukajilaumu tukakuta katika mfumo wa maji safi tunaoutegemea kote umechanganyika na maji yasiyo salama. Nitoe wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambao maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji safi na salama iweze kufanikiwa. Lakini vile vile dhamira ya kulinda vyanzo vya maji. Tumetaja mito mikubwa, maziwa makubwa matatu kwa ajili ya kupata maji safi na salama kwenye nchi yetu katika mfumo wa gridi ya maji. Maziwa yale yote yanapokea maji yake kutoka kwenye mito mbalimbali inayoingiza maji kwenye maziwa yale. Mito ile ikikauka, maana yake ni kwamba maziwa yale hayatakuwa na maji.
Tutafanya kosa la kijinga sana kama tutaelekeza nguvu zetu katika kupata tu maji kutoka kwenye maziwa haya makubwa matatu bila kulinda vyanzo vinavyoingiza maji kwenye maziwa hayo. Kwa nitoe wito kwa wadau wote wa maendeleo kuona kwamba tuna wajibu wa kipekee wa kuvilinda vyanzo vya maji katika nchi yetu, ili mpango wa serikali, mpango wa rais wetu wa kuondoa changamoto la maji uweze kufanikiwa, lakini vile vile ili tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Amesema ni lazima kuangalia sana umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji kwa kufanya uwekezaji wa kimkakati ambao unaangalia kuvitunza na kuongeza vyanzo vya maji. Zinazile Mswima, Sky TV. Na tukiangazia kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, mamia ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam jana walijitokeza katika fukwe za Coco Beach kushiriki sherehe za sikukuu ya Eid al-Fitr, ambapo Mohamed Magesa na ripoti kamili. Uko rado chuko Coco Miogo, ushamaliza kutoa watu huko, shatoka wote. Sky TV imefika katika fukwe hizo maarufu na kushuhudia idadi ya watu waliokuwa wakifurahia siku hiyo, huku wakiimba, kucheza na kusherehekea kwa pamoja. Mmoja wa waokoaji wa kujitolea, Omar Hamidu, anayejihusisha na kuhakikisha usalama katika fukwe hizo, amesema hali ilikuwa shwari na hakuna majanga yote yaliyojitokeza. Of course kulikuwa kuna watoto wengi, lakini tumepambana nao na mpaka sasa hivi hakuna situation hata mtu mmoja aliyotokea mezama kwa ufukwe mzima wa Coco Beach. Tumepambana nao kuanzia kwa ndani na kwa nje. Kwa hiyo swala kwamba wote kiulinzi tuko vizuri. Kusema ukweli, sikukuu ya mwaka huu tumeenjoy sana, watu ni wengi, usalama upo wa kutosha. Alhamdulillah, tunashukuru. Mimi nimekuja tu kuenjoy kama hivi, kama watu walivyokuwa kwenye mkusanyiko, tunaenjoy, tuna nini. Pia mimi ni content creator, nimekuja kutengeneza content huko ufukweni. Hakuna fujo, usalama upo wa kutosha. Nashukuru Mungu kwa hilo. Hizi squad tulizopiga hizi nimenunua kweli yani. Yaani hapo ukiangalia hapa mdundo ni 2.5 kipindi hicho, lakini alafu hii suruali nimeweka 1.5 hii. Kitu kilichonivutia kwanza, kuna watu wengi, kwanza leo pako vizuri. Kwa yani kuja huko yani kama ka upepo fulani hivi, pako vizuri, pako fresh. Kwa hiyo ndio sema ambayo tumeona sisi tuje kwa siku ya leo. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na shule za msingi 87 kati ya shule 88 katika halmashauri ya jiji la Mbeya sasa zinapata huduma ya maji safi na salama, hatua inayomaliza adha ya wanafunzi kulazimika kubeba vidumu na kufuata maji mtoni. Taarifa Upendo Kibitile kutokea mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Upatikanaji wa huduma ya maji safi ulikuwa changamoto kubwa katika baadhi ya shule za msingi jijini Mbeya. Wanafunzi walilazimika kubeba vidumu kutoka nyumbani au kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Na sasa hali imebadilika baada ya juhudi zilizofanywa na serikali kuhakikisha huduma ya maji inafikishwa shuleni. Tunashukuru serikali kwa kutuletea tanki la maji, kwa maana maji yanatusaidia katika shughuli nyingi hapa shuleni. Hapa shuleni Igoma tulikuwa na tatizo la maji. Tulikuwa tunashindwa hata kufanya usafi kwa wakati. Tunashukuru serikali sana kwa kutuletea tanki la maji. Tulikuwa tunaenda mtoni, wengine wanadumbukia maji hayo. Kuna kuta wanyama wamefariki humo, maji hayo. Mtu anaenda nayo chooni, mnasafishia. Sky TV imepata nafasi ya kutembelea baadhi ya shule za msingi jijini Mbeya, zikiwemo Sisimba, Isanga, Ilolo na Igoma. Na hapa walimu wanaeleza namna serikali ilivyoboresha huduma ya maji safi. Tusaidia sana kuhakikisha kwamba watoto hawawezi kupata kiurahisi magonjwa ya milipuko, sababu vyoo vya shule vinatumia maji. Kipindi kile cha maji hamna, wanafunzi hapa jirani kuna mto, kwa hiyo wanapoteza muda mwingi kwenda kutafuta maji. Kwa hiyo kwa sasa hivi maji yanapatikana, muda mwingi unatumika kwa ajili ya kufundishia. Hapo nyuma kabla tujapata vyombo vya kuhifadhia kulikuwa na tabu kidogo, watoto walikuwa na ile kauli mbiu yetu kidumu na mfagio. Lakini mara baada ya upatikanaji wa maji, tunashukuru Mungu, watoto wetu wanakuja shuleni wakiwa free kabisa, kwa sababu wanajua maji watayapata shuleni.
kwa wiki napata maji mara 3. Lakini tunaishukuru serikali sasa hizi imeleta mpango wa kuleta matanki mashuleni. Kwa hiyo kuna shule ambazo zimepata na mimi natarajia nitapata hilo tanki kwa ajili ya kupata eneo ambalo naweza kuhifadhia haya maji. Huku shule moja iliyosaliwa ikitarajiwa kufikiwa hivi karibuni. Juhudi hizi zinatajwa kuwa chachu ya kuboresha afya na ufaulu wa wanafunzi jijini Mbeya, kama anavyobainisha afisa elimu msingi na awali Anderson Mwalongo. Tumekifanya ili maji wakati wote kwenye shule zetu yapatikane. Moja, tunahakikisha shule zote ambazo zinatoa maji ya bomba tunakuwa na matenki ya maji kwa ajili ya kuhifadhia maji. Na matenki haya tunayafanya hivyo kwa sababu tunatambua kwamba kuna siku itafikia maji hatatoka. Yasipotoka maji basi matenki yatafanya kazi ya kutoa maji. Na tunafanya hivyo kwa nini? Moja, ili kwenye vyuo vile maji wakati wote yawepo, lakini pili, ili chakula kwa watoto wakati wote kipatikane. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV na tulionayo usiku huu. Athari za maji za wakumba wananchi wa kata ya Isakalilo. Karibu tena mtazamaji, ndio kwanza kama unafungulia runinga yako, ni ulimwengu wa habari na upo na mimi Johannes Michael. Wananchi wa kata ya Isakalilo katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wamelalamikia athari kubwa zilizosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha mkoani humo, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu ya barabara ili kuondoa adha wanayokumbana nayo. Freki Mbaga na ripoti kamili. Kama mnavyoona jamaa, naomba mnisaidie kama serikali. Sina la, nyumba yangu itaondoka. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema mvua hizo zimeharibu vibaya barabara ya Mikwele, hali iliyosababisha kukatika kwa mawasiliano kati yao na maeneo ya jirani. Kwa majina naitwa David Nyinge, ni mwananchi wa Kitasengwa. Kiukweli serikali imetutupa. Serikali imetutupa kwa sababu hizi barabara toka zilivyochanwa kipindi Meya Kimbe hawajai kufuatilia miundombinu, hawajai kufuatilia chochote. Haya matatizo mnayoyaona wananchi wamezidi kupambana nayo kila mwaka mvua inaponyesha. Kwa hiyo kusema tutaisubiri serikali si hatuwezi. Tutachangishana sisi wenyewe, tutaweka kalavati hapa. Kwa sababu haina msaada. Hizi barabara toka zimechanwa, toka imeanza hizi madiwani hawa. Hatujaona msaada wowote kwenye karibu nchi nzima. Kwa hiyo si hatushangai tukisema tuanze kusubiri sijui nani mwenye mtendaji aombe kalavati sijui na nini. Tunapotezeana muda. Kama tuko tayari si wananchi tuchangishane hapa tununue kalavati, kwa sababu kalavati moja shilingi 60,000. Tunataka makalavati 4 na sio sehemu hii tu, bado kuna maeneo mengi, kuna watu wamevunjikiwa nyumba huko chini. Kwa majina naitwa Teresia Haule, ni mkazi wa Kitasengwa eneo hili. Kiukweli tunaomba serikali itusaidie. Hii ni adha kubwa sana ambayo imetukuta wananchi wa mtaa huu. Ukiangalia tuna watoto wadogo wanaenda shule, lakini kwa hali kama hii watoto wadogo hawawezi kuvuka hapa, ni hatari kubwa sana. Hali hii imetokea sana ni jana. Ukiangalia mimi asubuhi nilienda kwenye mizunguko yangu kama kawaida, nilipita vizuri. Lakini wakati wa kurudi ile jioni na kuja kukuta korongo, kwa kweli nilishangaa sana. Nilikuwa na watoto wadogo, tukapata tabu sana kuvuka hata kwenye ile korongo. Tunaomba jamani serikali itusaidie, viongozi wakuu. Tunaombeni msikie kilio chetu. Tunatamani hata leo hii kama ingewezekana tungepata suluhisho la hili tatizo. Kwa majina naitwa Dominic Aberansi Mwalemba, ni mkazi wa eneo hili. Kimsingi ndugu waandishi wa habari, nadhani mmeona hali ilivyo. Mmeona korongo lililotokea hapa. Changamoto hii ilianza kidogo, tumekuwa tukipigia kelele, tumekuwa tukiomba msaada, lakini unaona viongozi wengi wamekuwa wakijivutavuta. Lakini kikubwa zaidi leo imekuwa ni siku ngumu kwetu sisi wakazi wa eneo hili. Kwa sababu kama mnavyojua maisha yetu ya Kitanzania, tumekuwa tukitegemea tutoke ndo tule. Lakini unaona wananchi wote hawa hapa leo hawajatoka kwenda kula. Kwa sababu gani? Hawezi kupita. Na wanaogopa wanaweza kaondoka wakaenda makazini, halafu ikatokea madhara ambayo pengine familia zao zikaathirika. Kwa hiyo ukatoka saa hizi ukasema unaacha watoto nyumbani afu unaenda kutafuta. Utatafutaje wakati hujui baadaye nini kitatokea? Mvua ikinyesha manake
Pengine hata kwa mfano huyu mwenzetu tuna wasiwasi kama mvua itanyesha, basi hii nyumba baadaye tunaweza tusikute hapa. Muda huu tunaiona, lakini baadaye mvua ikinyesha tunaona kabisa inaweza ikapotea. Kwa hiyo tumebaki tu nyumbani, hatuna cha kufanya, tunachosubiri sasa sijui kitu gani kifanyike. Kwa hiyo tunaomba kama viongozi wanaweza wakaja kwa muda huu, basi waje tufanye nao tathmini kwa pamoja eneo hili. Majina naitwa Cecilia Stefano Ugi. Mimi ndo balozi wa eneo husika la mtaa Shina namba 5, barabara ya Mikwere Road. Kwa kweli changamoto ambayo ninayo kwenye mtaa mimi pamoja na wananchi wenzangu ni barabara ya mtaa wa Mikwere Road ambayo kama mnavyoona imekatika sehemu nyingi, tunashindwa namna ya kupita kutoka huku kuelekea barabara ile kubwa ya TANROADS. Kwa hiyo ombi langu mimi kama balozi wa eneo husika, nilikuwa naomba ngazi za kata na ngazi kubwa, uongozi mkubwa wa ngazi za juu waweze kutuangalia kwa jicho lingine, maana yake mtaani tuna wamama wajawazito ambao pengine wanaweza wakaumwa usiku wa leo, tutashindwa namna ya kuwasafirisha hapa kwa ajili ya kuwapeleka hospitali. Maana yake hospitali zetu sisi ni pale Frelimo na pale government. Kwa hiyo niwaombe sana ngazi za juu, hususan ngazi ya kata na ngazi ya huko juu, waweze kutusaidia hapa hata kama karabati, ili sisi tuweze kutengeneza. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na jamii ya Mizo kuendelea kutenda matendo mema, ambapo wito huo umetolewa na kwa niaba ya mbunge Pascal Lutandula wakati wa hafla ya kukabidhi msaada kwa waumini wa Kiislamu katika misikiti ya Mbwaga na Buseresere. Akizungumza katika hafla hiyo, Wadede amewataka waumini kuendelea kuishi kwa kuzingatia mafunzo mema waliopata wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kudumisha matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tupate undani wa taarifa kamili. Wito huo umetolewa na katibu wa mbunge wa jimbo la Chato Kusini, Joseph Wededa, kwa niaba ya mbunge Pascal Lutandula katika misikiti ya Bwanga na Buseresere. Akizungumza katika hafla hiyo, Wededa amewataka waumini kuendelea kuishi na kuzingatia mafunzo mema waliyopata wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kudumisha matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Vijana hawa wakifika ule umri wa kuondoka kuwa yatima na kuwa kijana wa kawaida, basi kuna utaratibu umepangwa. Hili ndio niliongezee kidogo. Jambo hili ni lazima lisimamiwe vizuri, ili hawa vijana wakitoka hapa waweze kuwa na mahala pa kuongeza maarifa na kujiandaa katika kuingia kwenye ujana na majukumu yao. Hiyo ni A. B yake ni kwamba hapa bado hawajatoka na wao ni yatima, basi ni vyema tukawalea badala ya kuwafuga. Kumfuga mtoto ni kule kumweka ukampa chakula basi anakunywa maji na nini, umempa godoro analala. Huyu unamfuga, humlei. Kumlea mtoto ni kumuingiza katika masala ya kijamii, umsomeshe kusoma, lazima aende shule mtoto yatima. Tumeona kwenye video wiki iliyopita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kumwadapti mtoto mmoja ambaye ni sisi wanawake ambao tunabeba mimba miezi 9, lakini tunathubutu kwenda kutupa watoto. Nikiwa mjumbe wa pinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto kitaifa, nakemea hii tabia ya kutupa watoto, nakemea tabia ya kutelekeza watoto. Mama, umeamua kubeba mimba miezi 9, ukizaa mtoto usitupe. Huyo mtoto ni kiumbe cha Mungu. Wewe mzazi wako angekutupa ungalikuwa wapi? Kwa hiyo nikemee hiyo tabia, si sawa. Tunazalisha wayatima wasio na msingi. Niombe kwamba unapojaliwa shilingi 200, hakikisha unarudisha kwa jamii ambayo unaihudumia, na Mungu atakubariki sana. Hamna kitu kibaya kula peke yako, lakini Mwenyezi Mungu akikujalia, wenzetu wanasema kwamba tufanye kitu kinaitwa corporate social responsibility. Rudisha kidogo kwa jamii. Watoto wanakuwa wanataka kulala, wanatakiwa kusoma, wanataka mafeni, wanataka nini, joto, nyumba ni fupi, joto ni kali. Basi angalau mchukue namba za umeme, angalau muweze kutumia hata umeme. Namba yangu ya umeme ni 43
0018975111. Hiyo ndo namba yangu ya umeme. Utaweza kunirushia kupitia namba 0773419370. Karibuni sana, na hiyo ndo namba yangu ya simu. Anahitaji kututembelea apitia hiyo namba 0773419370. Karibuni sana. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, kisha atakaporejea moja kwa moja nitakupeleka kunako viwanjani kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Sky TV. Na tukiangazia kunako upande wa habari za michezo na burudani, tunaanza na taarifa ambayo inahusu klabu ya Young Africans imewasili salama jijini Dar es Salaam ikitokea jijini Dodoma, ambapo kulikuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao uliweza kupigwa dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar, na mchezo huo kuweza kutamatika kwa kuweza kufungana bao 1-1, ambapo ofisa habari wa klabu hiyo Ari Shabani Kamwe ameweza kufunguka maandalizi yao, matokeo ambayo wameweza kuyapata. Lakini safari ya Young Africans, je, michezo itaendelea kwa namna gani ama wamejiandaa kwa namna gani kunako ligi kuu soka Tanzania bara baada ya mapumziko mafupi? Tayari kikosi cha mabingwa wa kihistoria Young Africans Sports Club kimesharejea Dar es Salaam kutokea Dodoma, ambako jana tulipiga pale mchezo wa ligi kuu ya NBC na tukapata matokeo ya goli 1-1. Timu imewasili leo hapa na ratiba ya awali ambayo imetoka, wachezaji wamepewa muda kidogo kwenda kupumzika, na wako wachezaji ambao wameitwa kwa jukumu ya timu ya taifa. Kwa siku 2-3 hizi hakutakuwa na mazoezi yoyote yale. Players wamepewa mapumziko kidogo ya muda kwenda kuweka miili sawa baada ya ratiba ngumu back to back kuweza kumalizika kwa wakati huu. Ambacho kinaendelea sasa hivi ni uongozi wa klabu ya Young Africans. Kama ilivyokuwa ada ya viongozi wetu, umeshamalizika mzunguko wa kwanza na tumecheza pia mechi moja ya mzunguko wa pili. Maana yake ni fursa ya viongozi wetu kwenye hizi siku 10 ambazo timu itapumzika kwenda kufanya tathmini ya kawaida kabisa kuhusu timu kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC, wapi ambako tumepatia
na wapi ambako kuna changamoto pafanyiwe kidogo improvement ili mambo yakawe sawa. Tumemaliza mzunguko wa kwanza kama Yanga tukiwa juu ya kilele cha msimamo, hatujapoteza mchezo wowote, bado ni unbeaten, na Mungu ametujalia licha ya ratiba kuwa ngumu, majeruhi kuwa wengi kwenye timu yetu, lakini bado hatujaangusha point kwa maana ya kufungwa, na bado hatujashuka juu kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu. Ukikumbuka msimu uliopita nyakati kama hizi, baada ya mzunguko wa kwanza tulikuwa tunakamata nafasi ya pili. Msimu huu tunakamata nafasi ya kwanza, na inatupa fursa viongozi kwenda kujadili vizuri sasa kuhusu tathmini ya timu yetu. Nafahamu kumekuwa na maoni mengi ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuhusu maeneo mbalimbali kuhusu timu yetu Young Africans Sports Club, na niwaambie viongozi wa Young Africans, viongozi wasikivu ambao mara zote interest yao ni kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri zaidi ya ilivyokuwa jana, ilivyokuwa juzi. Kwa naamini tuwe watulivu wananchi, tutulie, tuwape muda viongozi wetu wafanye tathmini nzuri ya mzunguko wa kwanza na waweze kuyagundua maeneo ambayo tumefanya vizuri na maeneo ambayo tukayaboreshe kwa maana ya kuongeza nguvu, ili mzunguko wa pili vichapo visikwame, yani tuchape watu mfululizo. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesema Kilimanjaro International Marathon Kili Marathon imeendelea kuwa mashindano ya kipekee yenye hadhi kubwa ya Afrika, yakiwavutia washiriki kutoka mataifa mbalimbali na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta ya utalii nchini. Makonda amebainisha kuwa Rais Samia Hassan anatarajiwa kushiriki kama mgeni rasmi katika mashindano hayo mwaka 2027, huku akiahidi zawadi ya shilingi milioni 100 kwa washindi. Mashindano haya ni mashindano ya aina yake yenye rekodi kubwa, si tu Tanzania, si tu Afrika Mashariki, bali Afrika nzima. Nikiwa kama waziri wa dhamana, leo asubuhi nilimjulisha Daktari Samia Suluhu Hassan ya kwamba nimealikwa kuwa mgeni rasmi kwenye Kili Marathon. Inaitwa International Kili Marathon. Ina watu wengi na wametoka mataifa mengi, na wafadhili hawa wamefanya kazi zaidi ya miaka 24 wakiwashika mkono. Na nikamwambia Mheshimiwa Rais Daktari Samia, yalianza kidogo kidogo, sasa yanaingia kwenye rekodi ya nchi 68 duniani zinakuja Kilimanjaro, Tanzania. Na nikamwambia Mheshimiwa Rais, kupitia mashindano haya International Kili Marathon yamesababisha ukuaji mkubwa wa sekta ya utalii, ikiwemo pamoja na idadi kubwa ya watu kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Nikamwambia sio hivyo tu, yamechagiza kwa kiwango kikubwa pato la mwananchi mmoja mmoja, kuanzia mfugaji kwa sababu anapata soko la kuuza nyama, kuanzia mkulima kwa sababu anapata soko la kuuza chakula, kuanzia kwenye rodi kwa sababu anapata mteja kulala kwenye kitanda, lakini kwenda mpaka kwa pota anayepandisha watu mlimani. Daktari Samia ameniagiza mambo matatu yafuatayo. La kwanza, kwa kazi kubwa iliyofanyika, amesema mwakani yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan atakuja kwenye International Kili Marathon kushiriki nanyi kwenye riadha. Lakini jambo la pili, Daktari Samia amesema mwakani atatoa fedha taslimu kwa ajili ya zawadi ya wanayoshinda zaidi ya milioni 100 kuhakikisha kwamba zinakwenda kwa watu wanaoshiriki. Jambo la tatu, maagizo ya Daktari Samia amenielekeza ya kwamba maandalizi ya mwakani wizara yetu ishiriki 100%, na mabalozi wote walioko nje ya Tanzania, mabalozi wa Tanzania duniani kote watashiriki kufanya registration ya watu wote duniani kuja International Kili Marathon hapa kuja kushiriki nasi.
Na tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo Lion Sport inayoshiriki ligi kuu pale nchini Rwanda ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimepigwa marufuku kusajili wachezaji ikiwa watashindwa kutatua masuala yaliyosababisha kufungiwa, na itafungiwa kusajili wachezaji hadi mnamo Januari mwaka 2028. Orodha hiyo ya hivi majuzi tolewa na FIFA inaonyesha kuwa Lion Sport hairuhusiwi kusajili wachezaji tangu Machi 17 mwaka 2026, na ikiwa haitalipa waajiri wake ikifungiwa hadi Januari 2028. Kwa sasa klabu hiyo inadaiwa zaidi ya shilingi milioni 85 za Rwanda kwa sababu ya kumfukuza kazi kinyume na sheria kocha Afia Mirotif. Hivi karibuni klabu ya Lion Sport pia iliachana na kocha wake mwingine Bruno Ferri ambaye alikuwa amesaini mkataba wa miezi 6 ndani ya klabu hiyo ya Lion Sport ambayo inatokea pale nchini Rwanda. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, tunakwenda kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa pwani kuelekea kusini mwa nchi. Na Mamlaka ya Hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, kati mwa nchi yetu, magharibi mwa nchi, nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, kati mwa nchi, magharibi pamoja na nyanda juu kusini magharibi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na mikoa ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma pia tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya pia tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hewa, hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari na tuliokuwa nayo usiku wa leo, mamia ya waumini leo washerehekea Eid Fitri, ambapo vitendo vya watu wamehimizwa kuacha vitendo viovu ambavyo